Wale wahalifu ndio wanajifichia wapi? Wanajifichia hapa, wanafanya vitu kwa uhuru. Wakishafanya kwa uhuru ndio yale mabaki sasa. Haya ni mabaki ya zile mita. Ni zile housing zake zote na zile bomba baada ya kung'oa hazipo hapa. Kwa hiyo labda kuna vitu labda wanavitafuta wao, alafu haya mengine yote wanaacha hapa sasa. 11, 16, 17, 18, 19. Mtazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika mtaa wa Meiroti uliopo katika kata ya Lorien, ni katika jiji la Arusha. Tumekuja hapa kuhusiana na uhalifu ambao unatendeka katika maeneo haya, hasa wizi wa mita za maji. Zaidi ya mita 19 tumezikuta zimefukiwa kwenye eneo ambalo ni la Chemba, na pembeni kuna nyumba ambayo mtu huyo haishi hapo, licha kwamba pia nyumba hiyo haijakamilika vizuri. Tumezungumza na watu wa idara ya maji, lakini tumezungumza na mwenyekiti wa mtaa huu akieleza kwamba tatizo la wizi wa mita limekuwa ni tatizo kubwa, na usiku wa kuamkia leo mama mmoja yeye ameibiwa mita yake. Kwa hiyo kinachoonekana, sijui nini ambacho anakitaka kwenye zile mita ambazo ni dira za kuhesabu maji ambayo mtu anatumia. Kwa hiyo wanachokifanya, wanatoa zile chuma, na kuna kama kichuma fulani kiko ndani ya ile mita wanakitoa, halafu inabaki ile plastiki peke yake. Eneo hili imeelezwa kwamba ni vema AUSA wakaangalia namna bora ya kuzifunga mita hizi, ingalau wazifunge ndani, kwa sababu wanapozifunga nje mara nyingi unakuta zinaibiwa. Na sasa usalama wa mita katika eneo hili ni mdogo zaidi. Kwa hiyo wananchi wanaendelea kulia kila siku kutokana na wizi wa mita. Katika eneo hili pia ambalo ni la nyumba ambayo tumeikuta, kinachoonekana vijana hawa ni waizi, kwa sababu tumekuta pia baadhi ya kuku zimechunwa katika eneo hili. Kwa hiyo kinachoonekana ni kwamba wanaiba kuku, wanaiba hizo mita, wakija ni kama eneo lao kama kituo hivi cha kupumzika baada ya kufanya uhalifu katika mtaa huu. Mimi naitwa Joyce. Kwanza juzi nilikuta mita kama imezungushwa. Nikamwita jirani yangu nikamwambia, "Mbona hii mita kama imezungushwa?" Akaniambia, "Mita zinaibiwa, inabidi ufanye nini ujengee." Akati sana ndo nafikiria kumtafuta fundi. Jana tumekaa paka saa 4 saa 5 tumeingia ndani. Ile mvua ilikuwa inanyesha, nafikiri ndo walikuja wakang'oa mita. Nimemka asubuhi nimekuta maji yanamwagika. Mvua sasa ilikuwa inanyesha. Sasa mimi sikuwa nimejua. Nikajua ni maji ya mvua. Kutoka hivi naangalia mita hamna. Na imeng'olewa pamoja na chuma zake. Hapana, sio chuma chakavu. Na hisi kuna ile kama shaba. Kuna ile ambayo iko kama shaba ile ambayo iko pembeni. Na hisi ndio kile wanachochukua, sababu tulivyoenda kuangalia kule mita. Mimi cha kwanza nilichokifanya niliambiwa niende polisi kwanza nikaripoti. Lakini wakati naenda, kwanza kabla sijaenda nikapigia idara ya maji simu. Idara ya maji wakaniambia kuna mita zimeonekana ziko kule mtoni, hebu nenda kaangalie. Umewasiliana na mwenyekiti wako? Ndio mimi nikatafuta namba za mwenyekiti, kumpigia simu mwenyekiti. Mwenyekiti akaniambia nenda kafanya nini? Kaangalie, njoo huku. Kufika pale ndio nikakuta vile. Yaani vile jinsi nilivyoona. Na hisi kuna ile shaba ndio wanachukua pale wanaitoa, kwa sababu wametoa vile zile nani nyeupe za katikati. Kwa kweli mimi nafikiri labda tu mita zirudi ndani, kwa sababu hamna namna nyingine. Au kama wanatutolea mita nje wazijengee. Mimi nilipopiga simu nimeambiwa taratibu ni hivi, niende polisi nikaandikiwe ile report, alafu ndio niende idara ya maji. Na nilimpigia simu nilichukua namba ambazo tunazotumiwa sisi, akatoa kulipa bili. Ndio nilichukua namba pale. Nikamuuliza inakuaje, akaniambia unatakiwa utafute, wewe nenda, lakini unatakiwa utafute 83 ndio utarudishwa nini mita yako. Sasa hebu niambie kweli jamani. Mimi leo naenda kuanza tena, nimeivuta maji kwa gharama kubwa. Leo tena nikatafuta 83 nirudishwe mita. Wananchi tunaumia kwa kweli. Naitwa Jacob Mkoma, ni mwenyekiti wa mtaa wa Meiroti kata ya Lorien. Na tuko hapa kwenye tukio ambalo linatusikitisha sana, baada ya kuona kwamba mita za maji zinaibiwa kila siku, na huu uhalifu umeanza muda mwingi sana. Japo tunapiga doria kidogo mpaka sasa hivi tunaweka kukamilisha kamati,
lakini naona huu uharibifu umeendelea sana. Hususan katika mtaa wangu hapa, mita zimeibiwa sana. Hata usiku wa kuamkia leo kuna mama moja amenyang'anywa mita. Sasa tukabaini kwamba kuna uhalifu huu unaendelea. Lakini leo tumekuja hapa katika huu mtaa wa kwangu pia, kwenye hii nyumba ambaye bado haijaisha, lakini tukakuta kuna chemba ambayo ina vipande vya mita ambavyo baada ya kuibiwa wamechukua vya kuchukua vile ambavyo labda vinawahusu, alafu vile vingine vyote sasa wamedumukiza kule na vingine vinazagaa. Kwa hiyo hii ni hali ambayo ni hatari sana kwenye mtaa, na sio kwenye mtaa tu, kwenye jamii. Idara ya maji wanapata hasara, hasa pia na wananchi wangu wanalalamika kila siku, mwenyekiti. Lakini hii tumebaini kwamba kuna uharibifu mwingi unaoletwa hapa. Kwa hiyo naomba tafadhali, tunaposikika hivi leo ni mashuhuda kabisa kwamba vyombo vya habari vimekuja hapa, tunataka kuangalia ufumbuzi wa jambo hili. Ni vijana au ni wakina baba wanaofanya hivi, ni hali mbaya sana. Watanzania, ni hali mbaya sana. Tumefika mahali ambako tutashindwa kufanya maendeleo. Mtu ameweka maji leo, lakini mita kesho inaondoka, na akiondoka, hiyo mita ikiondoka, hawezi kurudisha maji kwa haraka sana. Kwa naomba tafadhali, tunaposikilizana hivi jamani, kwamba mambo haya ni kwamba tuangalie kwamba ni namna gani ya kuweza kukomesha, na si vingine, ni vijana wetu kabisa. Nafikiri ndio hivyo kabisa. Katika eneo hili kuna hii njia hapa, watu wanapita. Sasa hapo pembeni pale kuna alama fulani ya mita ambayo ilionekana pale. Kuna msamaria mmoja amesema kwamba amepita hapa, ni vijana wa hapa tu, anajishughulisha na kazi zake, lakini akaona kwamba kuna kipande, ndio akaenda akaripoti kwa balozi wangu huyu hapa, ndio akaripoti akasema kwamba kuna kipande cha mita. Sasa baada ya kuja kutembelea hapa, hii nyumba ikawa haina geti, lakini tukaingia. Baada ya kuingia tukaona kwamba pale kwenye chemba, juu ya chemba kulikuwa kuna mita kama 3-4 hivi. Sasa kuja kuangalia kwenye chemba ndani ya maji, kuna almost kama 10 na kitu ziko hapa. Na sasa hivi waandishi wamekuja kwa ajili ya kupiga picha na kuangalia kwamba ni nini kinachoendelea. Kwa hiyo ndivyo tulivyoona taarifa kwa msamaria mwema wa kijana mmoja ambaye ametoa taarifa hiyo. Idadi ya mita zaidi ya 10 na bado tunaendelea kuzitoa zingine kwenye maji, maana zilikuwa zimezama. Baada ya kuondoa vile vichuma, basi wanadumbukiza tu. Sasa tunataka kubaini na wataalamu hapa kuziungaunga ili tujue kwamba ni ziko ngapi mita ambazo zimeteketea. Lakini hapa kwa asubuhi haraka kwa uzoefu tu haraka tuliangalia kama mita kama 15 na kuendelea. Kama tunavyoangalia kwamba zile ambazo zina raini zinatembea, ni kwamba nafikiri kwamba hawa ni watu wa sikrepa, kwa sababu kama ni kila kitu chote kiko hapa, lakini zile chuma ndio hazionekani, na ile housing yenyewe ya mashine haipo. Kwa hiyo hizi mashine zote ziko hapa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho labda wanakitafuta kwenye mashine ndani, au na zile scraper kama chuma chakavu. Kwa majina naitwa Eliza Aseri Kaaya. Mimi ni balozi wa mtaa wa Miroti, shina namba 3. Leo asubuhi nimepata taarifa kutoka kwa msamaria mwema akisema kuna eneo mahali amepita akakuta mita, alama ya mita njiani. Akasema lakini baada ya kuchunguza tulizidi kuona vipande vya mita, ndipo akatuambia tu, akaja kuniongoza kuja kufika mpaka hapa. Kufika eneo hili nikakuta kweli vipande vya mita ni vingi, nami nikachukua hatua kumtafuta mwenyekiti wangu, wakaja kuangalia. Nafikiri ndo mpaka hapo walipo watafuteni nyinyi. Na hapa mimi mwenyewe ni mwathirika, niliibiwa mita. Kwa hiyo hili jambo kweli linaumiza wananchi, na wananchi wanateseka sana. Mpaka sasa hivi hatujui anayehusika ni nani. Kwa hiyo tungeomba jamani ushirikiano wa kutafuta watu wanaofanya vitendo vya kihalifu namna hii. Watu wanateseka sana mtaa huu. Kwa kweli tunaomba mtusaidie. Kwa kweli wananchi kwa upande huu wa kwangu zaidi ya 10 ambao tayari walishaibiwa mita, na wengine mpaka sasa hivi hawajarudishwa mita. Mpaka hapa tulipo kuna wananchi bado hawajapata mita yao mpaka sasa. Wito wangu mimi ni ulinzi na usalama uimarishwe katika eneo hili. Kuna vijana ambao mtaani wako tu hawana kazi yoyote. Nafikiri mtaa kama mtaa, nafikiri serikali ya mtaa tunapaswa sasa hivi kuinuka na kutafuta hawa vijana ambao wanakaa mtaani bila kazi.
Nafikiri hilo ndo tulifanya kwa uwepesi na haraka kuzuia uhalifu. Kitendo hichi kwa jinsi nilivyoangalia hizi mita zilivyoharibiwa hapa, mimi nafikiri ni hawa wanaokota vyuma chakavu. Nafikiri hivyo kwa sababu maganda yaliyobaki hapa ya mita hayana chuma hata kimoja. Kwa hiyo nafikiri ndo hawa wakota vyuma chakavu labda nahisi kama wanashiriki kitu kama hicho. Jina naitwa Sofia George, ni mjumbe wa mtaa wa Miroti. Kwa kweli ninaweza kusema kwamba tunaendelea kusikitishwa kwa hili kwa hili jambo ambalo limeweza kutokea kwenye mtaa wetu. Kubaini kwamba kumbe kwenye mtaa wetu kuna sehemu ambayo ndio maficho ya uhalifu unaoendelea kwa sasa, hususan kuhusu issue inayohusiana na mita, upotevu wa mita. Kwa baada ya kuja kugundua kwamba hapa ndo tumekuta ni kama kificho au kifichio cha hao wahalifu wanaoendelea kufanya huu uhalifu wa upotevu wa mita, tunasikitika sana. Na kama serikali tunaweza kusema kwamba tuko kazini na tunaahidi ya kwamba hatutaendelea kufumba macho, tutaendelea kutia mkazo, tutaendelea kupambana ili kuhakikisha kwamba hawa wahalifu basi tunaweza kuwabaini. Kwa kweli hatuwezi sasa kuzungumza ni kwa muda gani, lakini tunajikuta tayari ni kama hili tukio sasa, ina maana uweze kusema wanafanya saa hii. Lazima ni tukio ambalo linafanyika usiku, watu wakiwa wamelala, maana hata wizi unafanyika usiku, mtu anaamka asubuhi anakuta maji yanamwagika. Kwa majina naitwa Christina, naishi mtaa wa Miroti, kijiji cha Olorien. Kwa kweli tunajisikia vibaya unavyoamka unakuta maji hamna. Kwa sababu nako kurudishiwa mita pia inakuwa ni shida. Tunasikitika kwa kweli, tunaumia kwa sababu unapokosa huduma ya maji nyumbani inakuwa ni shida. Ni changamoto sana. Kwa sababu kuibiwa mita zenyewe zinaibiwa usiku ukiwa umelala. Nimepita leo asubuhi mtaa ule wa Kidasi kwa hapo mbele kidogo, nikakuta maji yanamwagika mengi. Kabakia tunashangaa kwa sababu hiyo mita yenyewe imeibiwa usiku. Wewe unaamka asubuhi unakuta mita hamna. Kwa kweli ni changamoto kubwa sana. Ningefungia hata ndani. Kwa sababu unavyofungia nje ni shida. Mimi ya kwangu yenyewe iko nje. Mwenyewe nikiamka asubuhi naenda kuichungulia, nasema Mungu wangu, ile mita yangu iko kweli? Na ikuta iko nje. Kwa kweli ni shida, changamoto kubwa sana. Kwa kweli wanaofanya hivi sio vijana hapa mtaani. Mimi sielewi ni wanaletana, mimi kwa kweli sielewi. Huenda wanatoka mbali, wanakuja kufanya matukio. Tunashauri serikali watusaidie pia, kwa sababu sisi wenyewe bila viongozi wetu si wenyewe hatuwezi. Watusaidie pia ili tuweze kuwa salama zaidi, kwa sababu hizi mita sio za kwetu, ni za serikali pia. Kwa kweli mimi naitwa Lomayani Petro Kivuyo, ni mzaliwa hapa Arusha. Pia nilikuwa mjumbe wa serikali ya mtaa, nimestaafu. Lakini pia nalaigwa nani wa kata nzima yao, tuseme ukanda mzima Arusha. Kata 15 ndani ya manispaa Arusha. Mimi kwa kweli kero nimekuwa kubwa. Maana yake mita, yani kila mita mimi mwenyewe nalinda ya kwangu usiku. Kwa maana kwamba usiku ukilala tunakuta mita imeondoka. Basi ikabidi sasa na ulinzi ukawa, kwa sababu ulinzi wa sungusungu kwetu hapa hamna. Kwa kila mtu anajilindia kwa namna hiyo. Kwa kweli ni kitu ya kutesa, inatutesa. Na hii nyumba ina matukio, ndio maana hii nyumba ina matukio. Alikiletwa mwizi anakuwa mwizi. Mara anapita nyumba, anaingia kwenye nyumba za watu kwenda kuiba. Kwa hiyo tunahisi kwamba labda mwenye nyumba tu labda aiwajibishwe pia, kama amekufa juu amekufa. Maana sasa tunakereka. Vitu makuku wetu analiwa umumu. Yaani kuku hapa zinaliwa. Na ujui nani anaiba. Na tumemmoja basi tumkamate mtu anayehusika tumuoni. Kwa hiyo ndio shida yetu kubwa ndio hiyo kwenye kata hii. Asi baada sasa unaamka kwa unakuta mita hamna, utajua nani amechukua. Maana kama sasa ule mama pale mkuta mafundi wa kizima imechukuliwa usiku. Mimi tunishauri midara maji warudishe zile mita ndani kama zile za zamani. Angalau mtu atakuwa na ulinzi kwake. Ukiweka barabara ndio zinaongolewa kama kwenye njia hii hapa. Mita zilikuwa 8 zimechukuliwa zote. Nimekuta maji yanafurika asubuhi. Ndio tunateseka sana kwa kweli kwa mazingira hayo. Jina naitwa Maulidi Hamisi Asmani, fundi wa eneo la Olorien. Nilipata taarifa tu kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa
kwa wamekuta mita hizi mashine zimetupiwa kwenye hili shimo hapa. Kinachoibiwa zaidi sana ni zile blasi. Lile housing unakuta ni la blasi. Kwa hiyo zinazoibiwa wanatoa haya maplastiki wanayatupa, wanachukua yale housing. Yaani tuseme kama linakuwa lile lijumba lote ni blasi, basi wanalichukua lote. Wakikuta lile linyumba labda sio blasi, wanalitupa, wanachukua lile raundi ya juu linakuwa ni blasi. Naenda kwenye chumba chakavu. Mara nyingi sana, hata juzi tumetoka hapo juu na kwenye 3 zimeenda. Hatuwezi sisi tukajihujumu wenyewe kwa sababu hii dila ikifungwa ndio kila kitu. Hii mashine kazi yake ndio kuleta maji uliotumia kwenye mita yako. Kwa hiyo kila kitu kitatokea hapa. Huduma hamna hapo. Unakuta kwa mfano tuliotoka hapo juu wameng'oa yote mita wameondoka nayo na zile stendi zake. Nadhani watusaidie kwenye ulinzi shirikishi. Maana inaonekana kwa mfano kama mteja hapo juu anasema analipa hela yake, lakini kwa hili anasema nimeumia sana. Inaonekana kama sungusungu hawajibiki. Hizi ndio basi tena kwa sababu mita zake ndio hizo zimebebwa. Maana zile ndio zina kila kitu, mita namba nini. Kwa hiyo hapa huwezi jua mashine ya yupi ni upi. Tayari washakoroga hapa. Hapa sasa historia itabaki kwa msoma mita kwa sababu alikuwa kaisoma labda hii mita ndani mara ya mwisho. Kama alisoma jana au juzi, yeye ndo atakuwa amebaki na taarifa za hizi reading zilizoko kule. Jina langu naitwa Anne Mshana, ni afisa mawasiliano na uhusiano kutoka Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Jiji la Arusha. Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Jiji la Arusha inakumbwa na changamoto kubwa ya uharibifu wa miundombinu hivi karibuni, hususan katika maeneo ya Moshono, Olorien na maeneo mengine ikiwemo na Ngaramtoni. Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Jiji la Arusha inashukuru kuendelea kushirikiana na wadau tofauti. Tumepata ushirikiano mkubwa kutoka ofisi za kata, kuanzia madiwani, watendaji wa kata na wenye viti wetu wa mitaa. Lakini pia tunaona tunapata nguvu ya dola, tunatembea wote kwa pamoja kuangalia namna tunaweza tukatatua hii changamoto ya uharibifu wa miundombinu ya maji, hususani kama hizi dira ambazo zinachukuliwa alafu zinapelekwa katika maeneo ya vyuma chakavu. Leo tumepata ushirikiano mkubwa kutoka kwa msamaria mwema ambaye ni balozi. Alipita katika eneo hili akakuta kuna mfano wa vitu ambavyo tunavitumia sisi Mamlaka Maji Safi, yani vifaa katika kuunganishia wateja, ni miongoni mwa kifaa katika dira, na akaweza kutoa sauti yake mpaka kumfikia mwenyekiti, na mwenyekiti aliweza kufikia Mamlaka Maji Safi na Usafi wa Mazingira Jiji la Arusha, na tukabahatika kutokana na mahusiano mazuri na ushirikiano mzuri tulionao na vyombo vya dola, tulimpata afande wetu na tukaweza kufika eneo la tukio, na wote tumeshuhudia kwa pamoja changamoto ambayo tumekutana nayo. Na tumekuwa na fundi ambaye ni mtaalamu kutoka Mamlaka ya Maji Arusha, ameangalia katika vile vitu ambavyo tumevikuta na jinsi ambavyo dira zilivyo. Pale tumekuta tu kwamba ni ile mashine ya ndani, lakini ile nyumba nzima ambayo sasa material yake ndo kama chuma yenyewe ndo imechukuliwa. Kwa hiyo kwa hichi kilichotokea imeonesha jinsi gani ambavyo watu wakifanya uharibifu wa miundombinu wanatoa vile vya plastiki, wanabakisa vile ambavyo ni vya chuma, wanajua wanapovipeleka. Sisi tutoe wito kwa wenzetu ambao wako na viwanda ambavyo wanatumia hizi steel. Ninaomba tusipokee vifaa ambavyo tunaona hivi ni vya serikali. Kwa mfano hao watu ambao wanafanya uvamizi watakapokosa soko, hawezi kufanya uharibifu wa miundombinu. Mamlaka Maji Safi na Usafi wa Mazingira Jiji la Arusha tumefika eneo la tukio, tuko na ushahidi wa kujitosheleza, tuko na vyombo vya dola. Sisi tumechukua changamoto hii na inaendelea katika upelelezi kushirikiana na kitengo cha sheria kilichoko chini ya Mamlaka Maji Safi na Usafi wa Mazingira Jiji la Arusha, kwa maana kwa hichi kilichotokea kuna sheria ambazo zinalinda sheria za maji ya huduma maji safi na usafi wa mazingira, zinaelekeza moja kwa moja huu ni hujumu uchumi. Kwa hiyo sheria kali zitachukuliwa baada ya upelelezi kukamilika na wale watumiwa watakapopatikana. Jina naitwa Wilson Lazaro Kivuyo, mzaliwa wa hapa. Mimi kwa bahati nzuri sijaibiwa kwa sababu mita yangu iko ndani. Lakini tunaona kwa sababu kwangu iko pawazi tu. Lakini naona watu wengi wanalia sana juu ya kuibiwa hizi mita ya idara ya maji. Lakini pia wanalipishwa, walipe 85, wengine 50 hivyo. Mimi mchango wangu tu kwa idara hii ya maji,
wafanye taratibu ya kurudisha hizi mita kama ilivyo zamani, na kushauriwa wale wanaofunga mageti yao kutofunga mageti yao ili waruhusu watu wa idara maji kufanya kazi zao kwa uzuri zaidi. Vinginevyo wananchi hawa wanaibiwa, mimi nikiongea hapa sisi kuelewa naibiwa lini, hata kama ipo hapo, lakini sisi kuelewa naibiwa lini. Kwa hivyo nanifanya na mimi nitamani kuongea kama ninavyoongea, ili na mimi nisije nikaingia siku moja kuingia kupata pigo kama wenzetu wanavyolia hapa kama ulivyoona. Wako wengi hata Moshono kule wanaibiwa kila mahali. Kwa hiyo idara ishauriwe ifanye taratibu ile na kuacha kuwalipisha watu, kwa sababu sio wale wateja wake wanaoiba, ni majizi ya namna hii wasiokuwa na akili. Mimi ni hayo.